Shout out sana kwa ambaye bado unaendelea kutufuatilia kila day na kila siku, na sisi kama kawaida yetu ni kukuletea zile update na warembo wengi kama kawaida. Nipo na nani tena vile? G kama G. Mambo vipi? Poa. Kwa vizuri. Watu wa dunia wanasemaje? Watu wa dunia hawana usemi. Hawana usemi. Yeah. Hivi kwa sasa hivi unaona dunia inapokwenda season 2 ilivyopokelewa, sawa? Imepokelewa kishindo kikubwa au tena ndio ile watu ilibidi mabadiliko yafanyike ya season 1 chapter ilivyo change. Kwa hiyo watu waliona ime drop, lakini sasa hivi unaonaje mwendo unavyokwenda? Sasa hivi yani tumerudi kwa kasi sana, kwa sababu mara ya kwanza kipindi ndio inaanza episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu walikuwa wanasema dunia sasa hivi mbaya swini, lakini na wenyewe wanakuambia sasa hivi ile dunia yetu tulikuwa tunaitaka ndio hii sasa. Okay, mimi nataka kujua utofauti ulioko kwenye season 1 na season 2 ni upi wewe kwa maoni yako unavyotazama? Nadhani season 1 kuna vitu vingi sana havikuonyeshwa, ila season 2 ndio inaenda kufunguka ile dunia yenyewe. Nadhani wewe mwenyewe unajua dunia ina vitu vingi. Kwa hiyo hii season 2 ndio ina vitu vingi zaidi kuliko season 1. Alright, mimi nataka nimfahamu G kama G akiwa nyumbani nje na dunia. G ni mtu aina gani? Mimi nikiwa nje na kazini ni mtu fulani hivi, yaani naishi simple, na kwanza napenda kupika, napenda kufanya kazi za nyumbani. Napenda kupika? Yeah. Chakula gani ambacho wewe unapenda ukipika sana? Pilau. Pilau. Mbona wanawake wengi mnapenda kupika pilau? Mimi nadhani kwa sababu naipenda. Alright. So, mimi nataka kujua historia yako fupi kidogo, sawa? G ni mtu wa wapi na ametokea wapi na ilikuwaje mpaka akajikuta kwenye Dunia series? Mimi ni mtu wa Mbeya, nimezaliwa Mbeya, nimekulia Mbeya, nimesoma Mbeya. Then baada ya kumalizana na masomo nilikujaga kujitafuta. Nilipofika nilikuwa nafanya biashara, nilikuwa nashinda dukani kwa dada yangu. Nilikuwa napenda sana kutumia mitandao hasa TikTok. Kuna siku nimeingia TikTok nikakutana na DM ya baba Asma. Nilipokutana na DM yake anauliza unajua kuigiza, nikamwambia ndio. Ndio nikachukua mawasiliano yake nikamtafuta, nimeongea naye kama leo, kesho nimeitwa nikaenda kushuti. Safari yangu ya sanaa ndio ilianzia hapo. So ilikuwa very easy kwako kuadapt moja kwa moja, maana nafikiri ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kuanza kuigiza. Yes, kwa mara ya kwanza nadhani nilikuwa naona aibu kwanza siku ya kwanza nimefika. Nakumbuka nimefika, nilikuwa sijui kama mkienda kushuti wanakuwa production, si nani director, nilikuwa najua maybe mnakuwa watu wawili, watatu. Sasa ile siku nakumbuka kati ndo naenda kushuti scene yangu, walikuwa ndo wanamalizia scene ya Mdeme. Nilikuta vijana wengi production si boom si nani. Sasa nikaanza kufikiria Mungu wangu. Hapo sijawahi kuigiza, yani sijawahi kukaa mbele ya kamera. Nikasema nitaweza kweli, mbona watu wengi hivi? Ila nikajipa moyo mwenyewe nitaweza, na kweli niliweza. Japokuwa nilikuwa nimemwambia dadi ninajua kuigiza, nishai kuigizaga, nilikuwa sijawahi. Baadaye mwenyewe akaniambia, akasema wewe unaonekana hichi kitu ni unacho kutoka ndani, ila hujawahi kufanya hichi kitu, hujawahi kufanya mazoezi wala hujawahi kuigiza. Nikamwambia ndio. Akaniambia kaza tu buti, kwa sababu sana unaonekana ni unayo na ni kitu ambacho unakipenda. Kwa haikuwa ngumu sana kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda tangu nakuwa. Nataka kujua ugumu uliopitia kipindi unafanya maandalizi ya scene yako ya kwanza, maana nakumbuka scene yako ya kwanza ulionekana upo na mwanaume and then hakukulipa, right? Lakini sasa nataka kujua ugumu ulikuwaje pale ndani. Ile siku ugumu haukuwa mkubwa, wala hata sikupigwa take nyingi. Ugumu haukuwa mkubwa wala sikupigwa take nyingi, ila nakumbuka kuna scene yangu sijui ni ya 3, sijui ilikuwa ni scene ya 3 ya 4 hivi. Ile scene nakumbuka nilidirectiwa na Manyanya, kitu ambacho kilikuwa kigumu kwangu kucheka. Yaani kilikuwa ni kigumu, yani ile ndio ilinipa shida sana ile scene. Scene ya kwanza haikunipa shida sana. Kwa hiyo tuseme wewe ni mgumu kucheka. Kipindi kile kwa sababu ndio nilikuwa naanza, unajua Kwa vitu vingi vilikuwa vigumu. Nadhani hata mwenyewe ukiangalia scene zangu za mwanzo na saizi ni vitu viwili tofauti. Alright. Kuna scene moja iliwaacha watu hoi sana. Scene ambayo marafiki zako wale waliamua kufanyia kitu kibaya sana. So mimi nataka kujua, hivi ile situation ingekutokea in real life, tukiachana na ile kuigiza, wewe wale marafiki zako ungewachukulia tu gani baada ya comeback yako? Mimi nadhani mimi hata kwenye maisha ya kawaida ni mtu fulani hivi, yaani napenda kusamehe, napenda kuachilia. Na nadhani kwa mfano ndio ingekuwa imenitokea, imenikuta hiyo situation, nimepona, ningewasamehe, japokuwa nisingewapa tena nafasi ya ukaribu kwenye maisha yangu. Ningewasamehe na ningeishi nao vizuri kiasi kwamba hata akiwa na shida akinipigia simu, Jini na shida ina hii, ningemsaidia, ila nisingemweka tena karibu. Kama tulikuwa tunakaa wote, ningefika ningeama.
Alright. Nataka kujua pia mtu ambaye ni mgumu sana kwenye kundi zima la crew yenu ile ya Dunia, sawa? Yaani huyu jamani kumzoea ni vigumu, alafu ni kama mchachu mchachu, yani muda wote alafu kuna yule ambaye yeye ni amani na kila mtu. Nataka nitajua watu wawili kwenye ile crew yenu. ambaye ni mgumu sana kumzoea. Mtu ambaye ni mgumu kumzoea sana, kuna jamaa fulani hivi, sio unamjua, alikuwa anachezaga sini za mikopo, anaitwa Rich. Huyo ni mtu ambaye anapenda kukaa peke yake, kwa kumzoea kuna muda inakuwa ni shida. Mtu ambaye yuko peace sana, wa kiume wa kike wote wako wengi kwenye upisi, wako wengi kwa sababu wengi ni wacheshi kule. Kipi unajifunza kwa Madam nani tena Violet? Violet najifunza vitu vingi sana kwa sababu ukiachana na uigizaji wake, hata kwenye maisha ya kawaida ni mtu poa sana. Kwa unajifunza vitu vingi kupitia yeye. G sasa hivi ana mafollowers wengi na niseme kwamba Dunia imemfungulia dunia kwa namna moja ama nyingine. Nataka kujua situation ya DM pale ipoje Instagram. Medium zenye sifunguagi mara moja. Lakini wanaojibamiza pale G nini? Wapo wangapi? Wapo wengi, ndio maana nakwambia sifunguagi, ni mara moja. Mara moja. Yeah. Katika hao mara moja. Wengi wanakuwa naongelea nini? Wengine ndio hivyo. Afu wengine unajua wanaisigi maybe tunachokiigiza ni kweli. Mtu mwingine unakuta DM anakuambia nina 5 hapo, unaweza kunipa muda wako. Nina laki ngapi? Kwa kuna muda naziangaliaga sifungui. Wengine ndio hivyo, utakuta naomba namba nini. Wengine ndio utakuta napenda kazi yako, unafanya vizuri hivyo. Ni vitu, yani DM ni nyingi. Dia ana mpenzi? Yeah, naye. Ndoa lini? Ndoa bado sijajua, Mwenyezi Mungu akijalia nitakula ubwabwa. Mambo mawili unayopenda kwa bebi wako? Cha kwanza napenda anavyonidekeza. Cha pili ni mtu ambaye yani anaweza kuyabeba matatizo yangu kama yake. Sasa kitu ambacho wewe kinakuvutia sana kwake, ukiachana na mambo ambayo umeyataja, kitu ambacho kinakuvutia ni kinakunyonga fulani hivi kwake ni kitu gani? Msafi sana. Mweusi mweupe? Wakati sio mweusi sio mweupe, yani wakati Ni mrefu? Kiasi, sio mrefu sio mfupi sana. Lini unamtambulisha kwenye hadhira ya wafuatiliaji wako wanaokufuatilia mtandaoni? Hapana, sidhani, sijui kama nitakuja hata kumpost. Gen Z wanakuwa na matukio mengi sana, sawa? Na matukio hayo yanakuwa yanasababishia kuonekana sometimes ni kizazi ambacho kimechangamka sana right now. Nataka kujua kwa upande wako wewe, maoni yako ni yapi, sawa? Kwenye engo ya mahusiano sasa hivi. Wewe uliwahi kuwa na bad story ya mahusiano, ama wewe ulikutana na mtu wako na moja kwa moja mkaendelea tu mpaka sasa hivi hapa mlipo? Mimi sijawahi kuwa na hiyo bad story kuhusu mahusiano. Au hujawahi kuwa na hata na ex? Ni hivyo tu, sijawahi. Hujawahi? Ndio mwanaume wa kwanza? No comment. Ndio baby wa kwanza? No comment. Na uzuri huu kweli Jiu na mwanaume mmoja kweli? Yeah, naye mmoja. Nani ana wivu balaa. Yenyewe inakaguliwa hatari. Ameshare account ya? Amna, kila mtu ana account yake. Angekuwa anakufa na pressure kwa. Kuna kipindi alikuwa na naniliu, sijui alifanyaje, ila alikuwa anaona DM zangu. Mimi nilikuwa kuna muda nikifungua tu ananiambia nimeona umefungua. Kwa hiyo na wewe pia ni mtu ambaye pia kwenye mahusiano upoje? Yani mimi kwenye mahusiano ni mtu ambaye yani mwanaume kama ndo hapendi kufuatiliwa siku mbili naacho. Napenda kumfuatilia mtu, napenda kumganda mtu hivyo. Kathe ni mtu aina gani mkiwa naye kwenye scene? Kwenye scene au kwenye maisha? Kwenye maisha kawaida. Kwenye maisha ya kawaida Kathe ni mtu fulani hivi, yani yuko peace sana, tofauti na kwenye dunia. Maana watu wanaisiga na roho mbaya, lakini ni mtu ambaye ana roho nzuri, anacheka na kila mtu, ana moyo safi hivyo. G kama G, sawa? Wewe ni kabila gani? Mimi Mnyakyusa. Sifa 5 za wanawake Kinyakyusa, naomba leo nitajie. Sifa za wanawake Kinyakyusa: cha kwanza, wanapenda sana. Cha pili, wana wivu sana. Cha tatu, wana gubu. Cha nne ni wagomvi jamani. Yani mwanamke wa Kinyakyusa akishajua kwa mfano ndo una mwanamke akajuana naye, yani hizo ni vita. Na ya mwisho, wanapenda umiliki.
Yaani anapenda akiwa na date na mtu amfanye wa kwake. Hivyo. Wewe umewahi kupigana kisa mapenzi? Sijawahi. Sijawahi. Hujawahi kupigana kweli? Sijawahi. Kwa hiyo unaangusha zile sifa 5 zote, mbona kama vile unaziangusha hivi? Kweli kabisa wewe Mnyakyusa kweli? Sio kama naziangusha. Ila kupigana sijawahi. Maybe kupishana kauli na mtu ambaye nilikuwa nahisi ana ukaribu na mwanaume wangu hivyo. Okay. Neno la mwisho kwa mashabiki zako. Sio neno la mwisho kwamba ndo unakufa. Neno moja la kuwapa matumaini mashabiki wanaokufuatilia right now na ambao wanaweza wakaja kufuatilia kwa siku za baadaye. Nawapenda, waendelee kunisupport. Nitawaletea vitu vizuri zaidi walivyoviona. Okay. Kwa nini mnapenda kumuita Baba Asma Daddy? Ni kama baba kambini kwetu. Ndio kila kitu. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Thank you.